Agizo hilo amelitoa mkuu wa wilaya Masasi Rachel Kasanda baada ya kukutana na wamiliki na walimu wa shule hizo, akidai kuwa serikali haipo tayari kuona changamoto hizo zikiendelea. Watoto wengi ambao wana pneumonia kwenye hospitali, katika kuchunguza changamoto iliyopo, kwa sababu Masasi ni mji wa joto, katika kuchunguza changamoto iliyopo tukagundua kwamba watoto wengi chini ya miaka 5 wanabebwa kwenye pikipiki kupelekwa shule kama nursery school, lakini shule hizi zinazofanya hivyo sio za serikali. Mara nyingi tumegundua kwamba shule zinazofanya hivyo ni shule za binafsi. Mtoto anakuwa ndo gadi ya pikipiki. Anapoweka unakuta ameweka watoto mbele ya kifua chake kama gadi ya pikipiki na wengine watatu nyuma, yani kana kwamba wako kwenye gari wanaenda. Kwa hiyo kama serikali tumeweka msimamo, hatutaruhusu tena. Tukikutana na mtoto amebeba pikipiki, hiyo ni kesi, kwa sababu watoto wanaumia sana na sheria hiyo itafuatwa. Agizo hilo limepokelewa tofauti, wakati pia imeelezwa baadhi ya wazazi kushindwa kulipa ada za usafiri wa shule uliowekwa. Kutumia bodaboda ni rahisi, gharama ya bodaboda ni rahisi. Kwa mfano unaweza kukuta bodaboda anatumia buku. Sasa huko shuleni wanataka kila siku labda ulipe 4,000 wakati yeye anatumia labda 2,000. Afu pia sio usafiri salama kutokana na nini? Bodaboda yani zinahatarisha tu, mara ajali za hapa na pale ni nyingi. Kwa hiyo kwa watoto, hata kwa watu wazima ndo tunapanda kwa kwamba tunachukulia ni urahisi, na ukute pia gharama zake hazina tofauti sana. Sisi tulikuwa tunanoa, hiyo noa kuna muda ikastopisha na askari, tukawa tunakodi gari la shule kwa shule za majirani, tunawachukua watoto wetu kuwapeleka shule nyingine. Pili, sisi wenyewe tumejiandaa, tumeshanunua gari kubwa ambayo ni Coaster. Athari ni kubwa kwa sababu mtu kashapangia malengo. Kwa sababu kama mtu anabeba watoto 2, 3, najua kwamba mpaka mwisho wa mwezi naweza nikaingiza kipato changu kama 120,000 au 150,000. Kiasi fulani ndio kwa yule bodaboda kipato chake kimeshashuka. Mkuu huyo wa wilaya ametenga muda wa mwezi mmoja kwa shule zisizo na usafiri. Pasipo kutekeleza agizo hilo, shule itafungwa kuendelea na utoaji wa huduma zake. Kutoka Masasi, John Kasembe, Azam News.